Kifo cha Raila, tufungue ukurasa mpya, pazia imefungwa, jukwaa linaachwa wazi. Sura zetu zimefutwa tabasamu na kuvalishwa vazi la huzuni. Kumepambazuka vibaya kwa sababu badala ya jua kuwaka, jua limetua asubuhi. Mpambanaji, baba wa demokrasia, mtetezi wa Wakenya, mcheshi na mwanasiasa mahiri aliyeweza kusisimua siasa za nchini ametuacha. Raila Amolo Odinga, kinara jagina, mwanahistoria, mpenda amani, kipenzi cha wengi Kenya na nje ya mipaka yetu, hayupo nasi tena. Historia ya Raila itakumbukwa hasa kutokana na maisha yake katika siasa za nchi, vita alivyoshiriki kuikomboa nchi kutoka kwa wakoloni wa Kenya wenzake. Inatia huzuni na huzuni kwa pamoja. Huzuni kwamba juhudi zake zilichangia pakubwa uhuru tulionao leo, na huzuni kwamba ametudondoka. Hili ni pigo. Mateso ya kuzuiliwa huku akitarajiwa kunyongwa 1982 kwa madai ya kuongoza njama ya kupindua serikali ya Moi, madhila ya kizuizini huku familia yake ikiachwa upweke, majonzi ya kumpoteza mamake asiambiwe kwa wakati, na kisha mama Mary ya Juma Odinga kuzikwa bila Raila kuhudhuria, ni msumari moto uliotiwa kwenye kidonda. Mzee wetu aliyafanya haya ili ikomboe Kenya kutoka kwa minyororo ya Wakenya wenzake ambao hawakujali Kenya huru. Viongozi wasaliti, wabepari waliokandamiza haki na uhuru wa Kenya. Alihatarisha maisha yake katika maandamano, alipokea matusi ya mwenda wazimu, mganga, mchawi, adui wa maendeleo, lakini mzee Raila alisalia imara kutimiza ajenda kuona Kenya mpya. Kenya leo inajivunia katiba ya 2010 ambayo kwa pamoja na hayati Emilio Mwai Kibaki tuliona Kenya ikivumbua na kujihaisha upya. Ugatuzi leo hii ni miongoni mwa matunda ya juhudi zake. Nani atawatetea wa Kenya tena? Mengi yamesemwa kuhusu kifo chake. Ndimi zimekuwa nyingi, lakini ukweli mchungu usiosahaulika ni kwa Raila Odinga ameaga, hayupo tena. Ukurasa mpya unafunguliwa. Iwapo kumwenzi baba ni jambo la kuzingatiwa na wanasiasa wetu, basi haki na amani sharti viwe vitu vya kuzingatia hata baada ya kuzikwa kwake. Hata hivyo, tunatarajia mambo kuyumbayumba. Kifo cha Odinga kimetikisa sekta mbalimbali nchini, kutokea kwa serikali kuu, za kaunti, siasa za chama cha ODM. Chama hiki kina kibarua cha kudumisha maono ya mzee Raila, kuunganisha Wakenya wala sio Wajaluo. Atakayerithi mikoba ya uongozi wa chama hichi sharti awe alikuwa mwanafunzi mzuri wa Raila Amolo Odinga. Sauti ya kipenga inaomboleza kifo cha shujaa aliyeamini Kenya kupambauka, shujaa aliyetaka usawa kwa wote, shujaa aliyetaka kuwafikisha Wakenya katika nchi ya Kanaan, mtetezi aliyejua kuteta na kutuliza, shujaa aliyekuwa na kifua cha kuvumilia na kuachilia, shujaa aliyepungukiwa kinyongo kwa bahati mbaya kifo akijali haya yote. Tukijipanga kufungua kurasa mpya, ni wakati wa Kenya kukumbatiana, kushikana mikono na kutembea kwa pamoja bila kumwacha yote nyuma. Tumepuliza kipenga. Mimi ni Agadias Ikoha na hii ni Amaika Radio.